Ongeza mwendo, ongeza mwendo. Ongeza tu mbele. Leo ni siku ya furaha kwa wahitimu wetu, wazazi na walezi. Ni siku ambayo tunashuhudia matunda ya juhudi, nidhamu, maarifa na uvumilivu wa wanachuo wetu wanaohitimu kwa mafanikio makubwa. Ndugu mgeni rasmi, Chuo cha Ualimu Tandara ni miongoni mwa vyuo 36 vya ualimu vinavyomilikiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mahafali haya ni mahafali ya 47 tangu chuo kilipoanzishwa mwaka 1975. Na mbele yako kuna jumla wahitimu 246 wanaohitimu mafunzo yao, wakiwemo wanawake 122 na wanaume 124. Baadhi yao wanachuo hawakuhitimu mafunzo kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo utoro, na mwanachuo mmoja kama ambavyo imesemwa kwenye risala ya wanachuo anaitwa Laurian Elias Emil alifariki dunia tarehe 1 Aprili 2025 katika hospitali ya Mtakatifu Joseph Ikelu. Idadi ya wafanyakazi. Ndugu mgeni rasmi, Chuo cha Ualimu Tandara kina watumishi 34 wa kuajiriwa na serikali ambao wakufunzi ni 24, wanaume 15 na wanawake 9. Wafanyakazi mwengi wako 9 ambao wanaume ni 4 na wanawake 5. Aidha tunao watumishi wa mkataba ambao hufanya kazi za ulinzi ambao ni 3 na kazi ya upishi ni 1. Kozi zinazotolewa chuoni. Ndugu mgeni rasmi, chuo kinatoa kozi 3 kwa sasa ambazo ni astashahada ya ualimu elimu ya msingi ambayo ina jumla ya wanachuo 178, astashahada ya ualimu elimu ya awali ambayo ina jumla ya wanachuo 72, na astashahada ya ualimu sayansi na hisabati ambayo ina jumla ya wanachuo 86. Pia kozi zote zinafundishwa na wakufunzi mahiri na wabobezi katika masomo hayo. Ndugu mgeni rasmi, tangu wajiunge na chuo hapo Julai 2023, wahitimu hao wameshiriki katika shughuli mbalimbali za kitaaluma, elimu ya kujitegemea, mazingira na michezo. Kupitia shughuli hizo wamejifunza mambo mengi katika kazi ya walimu. Ni matumaini yetu kuwa watakuwa walimu bora na watakaozingatia weledi wakati wa kutekeleza majukumu yao. Mafanikio. Fanikio la kwanza ambalo tumeona kwamba tumetekeleza vizuri ni eneo la taaluma. Na eneo la taaluma la kwanza ni utekelezaji wa mtaala. Ndugu mgeni rasmi, chuo kinaendelea vema na utekelezaji wa mtaala ulioboreshwa toleo la mwaka 2023 kwa kutoa mafunzo ya stashahada ya ualimu elimu ya msingi mchepuo wa sayansi na hisabati, ambapo kwa sasa tunao jumla ya wanachuo 86 kama nilivyosema. Miongoni mwa wanachuo hao, wanachuo 31 wanapatiwa mkopo na bodi ya mikopo ya elimu ya juu. Hivyo kwa niaba ya jumuiya ya chuo tunaishukuru serikali kwa kutoa mkopo kwa wanachuo hao. Naomba makofi mengi kwa serikali yetu. Ndugu mgeni rasmi, tumefanikiwa kitaaluma kwa kuhakikisha kuwa tunatoa wahitimu bora wa stashahada ya ualimu elimu ya msingi na awali. Hali hii imejidhihirisha katika ufaulu wa wanachuo katika mitihani ya kitaifa. Kwa mfano, katika kipindi cha miaka 3 iliyopita ufaulu wa wanachuo ulikuwa kwa 100%. Kwa mwaka 2022 wanachuo walikuwa 217 walifanya mitihani na kufaulu kwa 100%. Mwaka 2023 wanachuo walikuwa 185 waliofanya mtihani na kufaulu kwa 100%. Kwa mwaka 2024 wanachuo walikuwa 284 walifanya mitihani na kufaulu kwa 100%. Ndugu mgeni rasmi, kwa matokeo haya ya mwaka 2024 inaonyesha kuwa chuo kiliongoza ufaulu kitaifa kwa kuwa na distinction 14, credit 231 na pass 36. Hatukuwa na mwanachuo aliyetakiwa kurudia mtihani au aliyefeli. Matokeo haya yanaonyesha ni kwa kiasi gani chuo kimeelekeza nguvu zake zote katika swala la utoaji elimu kwa wanachuo wake. Ndugu mgeni rasmi, kutokana na kuitambua hilo, wahitimu hawa wakiwa chuoni waliitikia wito wa taifa
wa kupima afya zao na kuchangia damu kwa hiari, kushiriki katika semina na makongamano mbalimbali yanayohusu elimu dhidi ya maambukizi ya VVU na UKIMWI. Jambo jingine tulilofanikiwa ni katika eneo la miradi ya elimu ya kujitegemea. Chuo kimefanikiwa kutekeleza miradi mbalimbali ya elimu ya kujitegemea kama ifuatayo. Tunao mradi wetu wa elimu ya kujitegemea kwa maana ya EK, kilimo cha parachichi, mahindi, bustani ya mboga. Pia chuo kinafanya shughuli za ufugaji wa ng'ombe wa maziwa, ufugaji wa nyuki pamoja na ushoni wa nguo. Miradi hii imekuwa msaada sana katika kuwajengea wanachuo wetu stadi za kujitegemea na hivyo kutokuwa tegemezi baada ya kuhitimu. Shughuli zote hizi za EK ndio mgeni rasmi wanachuo ndio wanafanya. Hakuna mtu wa nje. Kwa tunapozungumza habari ya nyuki, tunapozungumza habari ya bustani, tunapozungumza habari ya kuchunga ng'ombe, ng'ombe wanachunga wote, vijana wa kike na kiume. Wahitimu, wewe. Michezo, ndugu mgeni rasmi, michezo hujenga afya bora na kufanya wahusika kuwa na uwezo wa kufikiri kwa kina, kuimarisha ushirikiano wa undugu. Ni katika kuitambua hilo, wahitimu hawa walishiriki kamilifu katika shughuli za michezo, jambo ambalo limesaidia kujenga afya zao na kuepusha na tabia mbaya kama vile ulevi, uasherati na uvutaji bangi. Ndugu mgeni rasmi, mafanikio haya ni matokeo ya ushirikiano miongoni mwa wanachuo, bodi ya ushauri ya chuo, wazazi, wanafunzi na majirani wanaokizunguka chuo. Ziara za mafunzo. Eneo jingine ambalo tumefanya vizuri katika mwaka huu ni ziara za mafunzo. Ndugu mgeni rasmi, katika kuunga juhudi za serikali za kuhamasisha utalii wa ndani, wafanyakazi wameshiriki katika ziara za mafunzo katika hifadhi za taifa hapa nchini. Tumefanikiwa kutembelea hifadhi ya taifa ya Kituro, Ruaha, na kwa mwaka 2024 tulitembelea hifadhi ya taifa ya Ngorongoro. Changamoto. Ndugu mgeni rasmi, palipo na mafanikio hapakosi kuwa na changamoto. Chuo chetu kinakabiliwa na baadhi ya changamoto zifuatazo. Tuna uhaba wa nyumba za wafanyakazi na hata chache zilizopo zinahitaji ukarabati. Lakini tuna ukosefu wa jengo la utawala na ukumbi mkubwa wa mikutano na maabara ya sayansi. Tatu, tuna ukosefu wa chumba cha maalum cha kujistiri wanachuo wa kike kwa maana ya changing room. Uwepo wa chumba hiki utasaidia kuongeza ushiriki mzuri wa wanachuo wa kike katika masomo. Ndugu mgeni rasmi, chuo kimefanya jitihada mbalimbali katika kutatua changamoto hizi, ikiwemo kuwasilisha wizarani kwa hatua zaidi na kuendelea kutumia rasilimali chache zilizopo katika kuajiri watumishi wa muda. Ndugu mgeni rasmi, nayo maombi mawili kwako siku ya leo. Ombi la kwanza, tunaomba utusaidie kutatua changamoto katika ujenzi wa chumba cha kujistiri wanawake kwa maana ya changing room, pamoja na uwepo wa huduma endelevu zinazotakiwa kutolewa ikiwemo taulo za kike. Hii itaongeza ushiriki wa wanachuo katika masomo kwa siku zilizotengwa. Baada ya kufanya estimate ya kwanza ilionyesha ujenzi wa chumba hicho kilikuwa kinafikia milioni 10 bila vifaa vyake. Lakini eneo la pili ni maktaba. Tunayo changamoto ya maktaba. Pamoja na kwamba tunafanya vizuri ni kweli, lakini tunahitaji kuwa na maktaba nzuri na ya kisasa kama ambavyo serikali yetu inasisitiza. Wazazi wengi mmekuwa mkilegalega, lakini ninyi mliokuja hapa wote mmekuwa mkileta ada. Nawashukuru sana. Nipigieni makofi. Ndugu zangu, ni shukuru sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukiona mambo yanapendeza, watu wanapendeza, ujue mahali wanapoishi ni pazuri, panapendeza, pana amani. Kama alivyosema mheshimiwa diwani, tunahitaji amani. Sasa tunaishukuru serikali, mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kutuletea na kutujengea na kutufanyia kazi nzuri sana ya kuletea miundombinu iliyo ya kisasa na bora. Lakini katika yale machache ambayo katika hotuba ya mgeni ya mkuu wa chuo amesisitiza kwako mambo mawili yale.
pamoja na yale aliyochukua mheshimiwa diwani. Viongozi wangu ninyi wawili ni wasii, chonde, hebu mtutimizie hayo. Mgeni njoo, mwenyeji apone. Sasa ninyi mmekuja leo, sisi tutapona kupitia kwenu. Tunawasihi sana. Shida ya maji hapa ni kubwa. Vijana wetu wa kike wana shida sana mahali pa kubadilishia hali zao. Hawa ni watoto wa kike, tunawajenga, tunaweka wawe vizuri, lakini kama inakosekana huduma hiyo, hakika inakuwa hatuwatendei haki. Na sisi wadau mbalimbali, pamoja na kwamba ni shilingi milioni 10-15, hebu niwaombe na tujiombe sote, tuchangie, tuhakikishe jambo hili linakamilika, linakuwa zuri. Bweteke, mnapotoka hapa muende mkapambane. Sawa sawa jamani? Maisha ni mpambano, mtakuwa mkapambane. Imeisha? Basi mimi niseme mwisho, nawatakia mahafali mema na Mungu akawatangulie. Asanteni sana. Katika hilo swala kwanza tunashukuru chuo kimetuwezesha katika mambo mbalimbali. Kimetuwezesha kujua namna njia mbalimbali za utafutaji mali za kama vile kilimo, tumejishughulisha, ufugaji, lakini pia hata kwenye ufundishaji wetu tulikuwa bora zaidi kwa sababu tumejifunza ufundishaji kwa vitendo, lakini pia tumejifunza ufundishaji kwa nadharia. Tumechukua miezi kama miwili tukiwa katika ufundishaji wa vitendo. Kwa jina naitwa Gaius Kamwekambo, ni mwanachuo wa chuo cha elimu Tandala mwaka wa pili. Tukija kwenye upande wa elimu ambayo tumeweza kuipata hapa chuoni Kijiji Sekondari Kabena Mtaa, tumejipanga vizuri na elimu tuliyopata tunaamini kama itatusaidia vizuri. Kwa tumeweza kujifunza mambo mbalimbali kama vile shughuli nyingi za ujasiriamali, tujifunza kuhusu mambo ya bustani, ufugaji wa ng'ombe, shughuli za uchapaji ambazo tuna imani tukienda kufanya mtaani za kutusaidia pia kupata kipato. Pia kuna changamoto hapa chuoni kwetu ya changing room kwa upande wa dada zetu. Ili swala ni changamoto kubwa sana kwa linasababisha muda mwingine kuweza kujifunza vizuri. Kuna time nyingine inatokea wanaweza kukutana na matatizo kama hayo, wengine wako darasani wakati wa masomo na bakaenda kufika kule ndani chumba chenyewe sio rafiki, inaweza kuwa changamoto pia kwa muda mwingine wanashindwa kabisa kurejea tena darasani kuendelea. Kwa upande wa changing room, ni kweli changing room ambacho ni kwetu tumekuwa changamoto kubwa sana kwa vyumba changing room viko vichache, hata vilivyopo havina ubora ule wa kuitwa changing room. Manake kwa idadi ya dada zetu tulionao hapa chuoni wote haitoshi kuweza kuhudumia kwa wakati mmoja, unapata changamoto kama hizo hapo. Kuna wakati mwingine nafika mpaka wanashindwa kuja madarasani, bila kupelekea mpaka mwingine matatizo mengine ya kiafya ambayo pengine ingekuwa iko vizuri zaidi tungeweza kuepuka kwa urahisi. Na pia tungependa kuomba serikali iweze kulitazama hili kwa jicho la pili na kuweza kutusaidia ili kuwezesha dada zetu kuweza kujifunza kwa ufanisi. Kwa sehemu ya ujasiriamali, kwa kweli tunashukuru chuo chetu kina njia nyingi za kutuinua kuhusu ujasiriamali. Kwa mfano hapa chuoni kuna shughuli mbalimbali, kwa mfano shughuli za uchungaji ng'ombe, shughuli za kukamua maziwa, kuna shughuli mbalimbali ambazo zinatuwezesha. Upande wa chumba cha kubadilishia kwa kweli ni changamoto, tuseme yani kabisa hakipo, kwa sababu kama ni vyumba ambavyo tunavitumia katika changing room tunasema nini ni dormitory kwa sababu madomu yapo jirani, lakini kuhusu chumba special hakipo, na hii inasababisha sana, yani kwa mfano tukifika katika hiyo situation tunashindwa ni mali gani pa kwenda haraka zaidi ya kwenda mabweni. Majina naitwa Abigail Elisha Baineti, ni mhitimu chuo cha elimu Tandala. Nashukuru kwa kupata nafasi hii. Nashukuru kwa kupata nafasi hii. Kwanza tumejiandaa vizuri kukabiliana na changamoto za ajira huko mtaani. Tumejiandaa vizuri. Pale ambapo tutakutana na changamoto mbalimbali, ilibidi tujitolee ili tuweze kupata ajira mbalimbali. Kwa mfano kuna waliojitolea mwaka juzi, walijitolea mwaka juzi, mwaka jana, na mwaka huu wamefanikiwa kupata ajira. Kwa hiyo na sisi tumejipanga, tukifika mtaani tutajitolea ili tuweze kupata ajira. Kiukweli serikali
itushike mkono, kwa sababu zipo changamoto ambazo wanapitia watoto wa kike endapo watakosa hiyo changing room, kwa sababu wanatumia muda wao mwingi yani kujistiri kutokana na kukosekana kwa hivyo vyumba. Lakini endapo hivi vyumba vitakuwepo, maana itakuwa rahisi yeye kwenda mara moja kujistiri alafu kurudi darasani kwa hivi vipindi. Kwa hiyo itakuwa rahisi sana kuinua taaluma ya wanafunzi wa kike. Mimi ni mhifadhi daraja la kwanza Pasco Makumbule kutoka Hifadhi ya Taifa Kitulo, na leo katika mahafali ya 47 katika chuo cha ualimu Tandala nilikuwa mgeni rasmi, na ushauri wangu kwa wanaohitimu katika chuo hiki siku ya leo ni kutumia elimu ya kujitegemea kama waliofundishwa na walimu wao, kama vile ufugaji wa nyuki, ufugaji wa ng'ombe, pia kilimo, wakati wakiwa wanasubiri ajira, ili kujiweza kujikimu, lakini pia kuchangia uchumi wa kwao binafsi, lakini pia ya taifa. Pia kutokana na ugumu wa maisha, tunawashauri hawa vijana waweze kutafuta vyanzo vingine vya kipato ambavyo ni halali na ziko legalized kwa ajili ya kujipatia vyanzo vingine vya kipato tofauti, na hata kama wakipata ajira waweze pia kupata kipato cha zaidi kwa ajili ya kujikimu na kutatua matatizo yao ya kila siku. Yaani katika changamoto ambazo tunakutana nazo katika maisha yetu ya kila siku ni makundi mabaya. Na washauri wanaohitimu kuendeleza nidhamu ambayo walikuwa nayo wakiwa chuoni na kuepuka makundi au vigenge vya watu ambao wanaweza kuwapotosha na kuwaingiza kwenye makundi mabaya kama ulevi, uvutaji wa madawa kulevya kama bangi. Wataweza kuwa na tija na kuendelea kujishughulisha na shughuli ndogo ndogo za kujipatia kipato wakati wakiwa wanasubiria ajira. Baada ya changamoto mbalimbali zilizotolewa na uongozi wa chuo, kama mgeni rasmi tutaangalia namna gani kama shirika tutakavyoweza kuliaccommodate, na tumewaomba waweze kufikisha kwetu nyaraka kama BOQ na michoro ya changing room kama walivyoomba na maktaba, kwa ajili ya kuangalia jinsi ya kuiweka kwenye miradi ya SKIP ambayo ipo kwenye miongozo ya shirika letu, ambayo tunasaidia au tunatumia. What is this? God, sorry. No, inaitwa SKIP. Wait, wewe jinsi ya kuidraft ili niweke vizuri. Hifadhi za Taifa Tanzania inatumia miradi ambayo inaanzishwa na kijiji au taasisi mbalimbali na inaitwa SKIP. Kwa hiyo kutokana na changamoto ambazo zimetolewa na chuo hiki cha walimu hapa Tandala, tumewaomba wafikishe kwetu BOQ na michoro ya baadhi ya majengo ambayo yamekuwa ni changamoto na yanahitajika kwa ajili ya kuleta tija na kuboresha utendaji katika chuo hiki.